Unajua kinachouma zaidi ni nini? Sio kuwa maskini, ni kufahamu kwamba hii hali nilionayo mimi sio yangu. Kuwa maskini ni kitu hiki kimoja, ila kuwa broke na kuwa maskini wakati huo nafsi yako kabisa inajua na kufahamu kwamba hii hali mimi sistahili kuwa kwenye hii situation. Hayo ndo maumivu yanauma zaidi. Unajua sababu sio pesa, ila ni pesa ina represent kitu gani? Uhuru, kupata machaguo tofauti tofauti, uwezo wa kuchagua vitu tofauti tofauti na power. Na mara zote ukiwa unakosa hivi vitu vyote, kuna kitu ndani yako kama vile kinakaa kimya, unapata baridi kimya. Kwa kitaalamu wanaita cognitive dissonance, pale ambapo maisha yako ya nje hayaendani na maisha yako ya ndani, na kadri jinsi inavyochukua muda hili gap kuendelea kuwepo, na ndio jinsi ambavyo inazidi kukunyonya energy yako na kukudhoofisha. Sio kwa sababu wewe ni mzembe, kwa sababu unajaribu kukubaliana na maisha ambayo kiukweli ndani yako haviendani. Hujatengenezwa kwa ajili ya kuishi maisha ambayo yanakosa utele, bali umetengenezwa na ukapewa uwezo wa kuweza kupata kila kitu. Lakini hapa njiani hapa kuna mazingira ambayo umepitia, ambayo wewe mwenyewe ukaweza kuvumilia kwa muda mrefu vitu ambavyo sivyo sahihi kwako. Umekuwa mpole, umekuwa humble, umekuwa kisasa, umekuwa na mtu wa strategy nyingi, lakini kiuhalisia ni kwamba mfumo wako wa ufahamu umechoka kuvumilia na kuyasukuma mbali maisha ambayo wenyewe ulipangiwa na umeumbwa kwa ajili ya kuweza kuexperience maisha haya. Wala haupo kwenye janga la kiuchumi, bali upo kwenye njia isiyo sahihi ambayo haiendani na kitu gani hasa ulipaswa kukifanya na kwa namna gani unapaswa kuyaishi maisha yako. Punde utakapoacha kupambania namna gani ya kusurvive, uwaza na kuwa na stress namna gani ya kuweza kujifeed mwenyewe na kuanza kuangalia mambo kwa tofauti, namna gani unaweza kuendea mambo kwa ukubwa, hapo ndipo utaweza kupata nafasi ya kuweza kucollect kila kitu ambacho utakiwa kukipata kwenye maisha yako.